Tuwaongeza tuwapatia karibu kwenye Hope Info 3. Asubuhi njema nyinyi nyote, tunawasalimia mahali popote kwenye moko. Habari ziko napitikana hapa. Kikosi cha polisi wa Kenya cha elekea kutoka nchi ya Tai Sudani Kusini. Zaidi ya watu milioni 4 wanakaribiwa na tisho na njaa hapo DRC. Makataa ya kushirikiwa kwa wafungwa yapita bila kutelekezwa. Twende hapo Kenya kwenye kikosi cha polisi kenye charejea kutoka nchi hateo. Kikosi cha mwisho cha polisi wa Kenya kinatumwa kukaribiana na wanagenge wanafamu nchi hatai wamerejea nchi mwao baada kusitimisha misheni ya licha ya makundi yenye silaha kuelekea thabiti sehemu kubwa ya hatari. Kenya inaongozwa na kikosi cha kimataifa cha usalama kilichoungwa mkono na Umoja wa Mataifa mwishoni mwaka 2023 kusaidia polisi hatua kukanabiwa na magenge yanafahamu. Hata hivyo, makundi yenye silaha yanasahihi katika dhabiti inayo muhimu wanaelekea kusababishwa vurugu kubwa katika taifa hiyo Kabenge. Mlenge hayo yanatumikiwa yakitelekezwa majuu banki pamoja na utelekeji wake. Mwaka jana Baraza ya Usalama ya Mataifa ilipigana kuruhusu kusababisha ujumbe huu kwa kikosi chenye nguvu zaidi ya kusimamishwa magenge GCF chenye hadi polisi inafanyika 5.500. Kikosi cha wanajeshi 400 kutoka Chad tayari kimewasilia Pont au Prince tayari kutababia na magenge hayo. Afrika Kusini hata hatari inaendelewa kutokana na data inavyozilishwa na hii. Hapo ni kwenye Hope Info 3. Ukingali kama hauyabonyesha subscribe, bonyesha subscribe. Nyinyi mlisha bonyesha subscribe, asante. Kama na wewe hauyabonyesha subscribe, usipite bila kubonyesha subscribe. Sudani Kusini zaidi ya watu milioni 4 wanakabiliwa na kitushu cha njaa. Watu zaidi ya milioni 4 nchi Sudani Kusini wapo kwenye hatari kubwa kwa kukaribiwa na njaa kalafutiwa kuelekea kwa vita vinavyosababisha maelfu ya watu kuhamia makambi zao. Hapo ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonesha kwamba hali ina kibinadamu ambayo isiamili 56 ya watu kwenye taifa hiyo watajaribiwa na kubwa mkuu wa chakula katika miezi dhabiti inayoua. Tayari watoto wenye kati ya amri mwezi 6 na miaka 5 wamekabiliwa tatizo la kupitiwa kwa kusoti sehemu bora, ambapo idadi yao imeongeza kwa milioni na kufikia watu milioni 2.2 wakati huu watoto 6,000 wakikolifwa huku kuendelea kupoteza maisha kwa sababu ya njaa. Mashariki ya Umoja wa Mataifa wakiongoza na ile pamoja na chakula cha IFM ni World Food Program na una shughuli na watoto ya UNICEF natoa
wito kwa jamii ya kimataifa chukua hatua za haka kuzuia langa kibinadamu, lakini nyingine zinazohudumu kwa watoto zimefungwa na zingine hatubiliwa katika eneo lengine nchi Sudani kwa sababu ya vita. Hapo tulikuwa Sudani, tuendelee hapo DRC nitakwambia kama makata ya uchaguzi kwa fungua kupita bila kutelekezwa. Nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matai yakiyokubaliwa katika wasi wa M23, serikali ya Kinshasa kachui na husu kufungwa kutoka upande zote yamepita bila kutelekezwa hapo DRC. Aprili tarehe 28 ilikuwa ndiyo siku ya mwisho kwa wasiwasi wa serikali kuchakiwa kufungwa hayo kwa majibu ya makubaliano yaliyofikishwa na upande zote wiki zilizopita wakati wa mazungumzo ya amani nchi Swezi. Hata hivyo hakuna hali mfungo mmoja ya nchi kwa upande wa AFC M23 wanashiriki wafungwa 30 huku serikali hayo inaelekea kushirikiwa wa kufungwa 166 washiriki wa ASN. Kwa majibu wa kubaliano ya Suezi zili upande utawala kuonesha tayari wa kuwakundisha wafungwa hao kwa shiriki itafanikiwa zoo hiyo. Ripoti za ndani zinasema tayari AFC M23 ilisiisha loti ya kufungwa inayotokwa Uchoweri kwa walakini upande serikali haujafanya hivyo katika kipindi cha mulanyiko ndani ya serikali kuruhusu mpango huo. Kutokana na hali hiyo, serikali Kinshasa kutolekana kuwa tayari kuwachihudu kuafungwa. Ripoti za kidiplomasi zinasema loti mpya kuelekea ikajadiliwa kabla ya makubaliano yanakutelekelezwa. Hapa ni kwenye Hope Info 3, bonyesha subscribe kama ni mara kwanza. Kama haujajiunga na sisi, bonyesha subscribe kwenye Hope Info 3. Habari zinaendelea, wewe ulishabonyesha subscribe. Asante, thank you, tutarudi baadaye.